Karibuni Blue Sapphire. Naitwa Ashraf Mushi, ni msimamizi wa ukumbi. Nina furaha siku ya leo maana tuna tukio la naweza nikasema la kihistoria, maana tunamshukuru Mungu tumetimiza miaka 7 tokea tumefungua ukumbi wetu, na tumeamua tusherekee siku ya leo kwa namna kidogo tofauti, kwa kualika service providers wote ambao tumefanya nao kazi kwa kipindi hiki, na pia tumealika wateja wetu wakubwa ambao wametusupport sana kwenye biashara. Hatujawasahau pia watu wengine wa decoration na wote ambao wanahusika kwenye harusi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia kwa kipindi hiki na tunakaribisha sana. Ila pia kwa siku ya leo tuna jambo moja zuri kwa wateja wetu, maana hatuwezi kuwaalika wote, ila tuna uwezo wa kuwapa fursa nyingine au niseme namna nyingine mpya ya kuweza kufanya booking zetu. Tuna furaha pia siku ya leo kutangaza kwa wateja wetu kwamba wanaweza wakafanya booking zao online kupitia website yetu. Unaweza ukaangalia booking unaweza ukacheck tarehe ya harusi yako au shughuli yako nyingine, na pia ukafanya booking hapo online. Tumeamua kusherehekea kwa namna hii maana naweza nikasema kwa sisi ambao tuko kwenye hii mambo ya events, siku nyingi unakuwa huko, unatakiwa uhakikishe vitu vinaenda vizuri, unahakikisha kwamba harusi inaenda vizuri. Kwa hiyo hupati kiukweli muda wa kusema unakaa na una enjoy au kufeel kama part ya mwalikwa. Kwa hiyo hii naona imekuwa fursa adhimu, sio mimi hata staff wote. I think ndo kwa mara ya kwanza tunakaa kwa pamoja, tunacheza, tunafurahi, tuna live band. Kwa hiyo sio vibaya mara moja pia tukapata ile feeling ya wateja, na pia kuungana tunapokutana na service providers wengine, tunabadilishana mawazo, maana ni kazi ambazo tunahitajiana, lazima tuwasiliane, na ni mara chache utatukuta au utawakuta washereheshaji kwa majina, kwa uzito wao wote ukumbi mmoja, sehemu moja. Ni jambo pia naweza nikasema ni jambo ambalo natoa shukrani sana kwa service providers wote kutokana na kukubali wito huu. Ni kitu ambacho kinatupa furaha sana kwamba tuko pamoja kwenye kuendeleza hii industry. Ukumbi wetu kwanza wa Blue Sapphire unapatikana maeneo ya Jangwani Beach. Labda kwa urahisi zaidi tunaweza tukasema ni opposite na hoteli ya Ramada. Kwa hiyo ni sehemu ambayo naweza nikasema imejitosheleza kuanzia kwenye nafasi, maana tunaweza tukahost watu mpaka 800 au zaidi kidogo. Lakini pia ukumbi wetu unaweza ukagawanyika, kuna partition katikati. Kwa hiyo hata kama una watu 400 au pungufu, wanaweza wakakaa upande mmoja. Na pia ukumbi wetu uko soundproofed, kwa hiyo sauti haitoki nje na wala pia haziingiliani kwenye kumbi hizo mbili. Lakini pia tuna offer viti. Package yetu ina include viti, ina include meza na flat screen TVs, na pia una uhuru wa kuleta baadhi ya vitu vingine. Kiukweli bado hatujabahatika kufanya event za sports, lakini tumefanya exhibition ambayo ni watu wanaonesha labda kama viduka vidogo ndani, au kampuni tofauti wanaonesha products zao. Lakini pia tumefanya mikutano mingi, conferences, ila tungetamani pia au tungependa siku moja kufanya shughuli kama events ya sports. Miaka 7 ya Blue Sapphire, na mimi ni among the
kulingana na kazi yangu ni mtu ambaye nimeutumia sana ukumbi wa Blue Sapphire, na ni wale watu wa mwanzo kabisa kwanza kutumia ukumbi wa Blue Sapphire. Kwa hiyo wao kufikiria kwa hii miaka 7 tukutanishe vendors, tukutanishe watu ambao tunatumika kwenye sherehe, kwenye mafunction mbalimbali, ni kitu kizuri. Na hapo pia ni time nzuri ya connect. Kuna mambo wengine tunaona tu kwenye mitandaoni, hatujaje kukutana live, lakini leo ndio time tunakutana, tunapiga mastori na nini, so ni kitu kizuri. Okay. Na kwa namna ambavyo jambo linakwenda hadi sasa unalionaje? Bahati mbaya sijaingia muda mrefu sana. Kwa nimepata tu starter, nimeingia, nimeanza kusalimiana na watu, ndio nikaambia nataka nijifanye interview. Lakini so far namsikia Banana anaunguruma kule. So naamini kila kitu kiko vizuri. Nimependa mandhari ile, kigiza kidogo, hakuna mwanga, kwa hiyo kuna utulivu. It's a kind of classic and beautiful event. Sitaki kugombanisha, lakini kwa rank naweza kupa namba ngapi Sapphire kwa hapa Tanzania? Kwa Tanzania ni ukumbi namba 2 kutoka Mlimani City. Yeah. City inafuata. Kutoka Mlimani City nafuata Blue Sapphire. Yeah, hata ile kwa demand, kwa sababu Blue Sapphire ni ukumbi ambao kwa gharama sawa, gharama yake ipo juu. Kwa hiyo kuna watu fulani hivi ambao wanautumia Blue Sapphire. Na hapa kuna auction, full auction. Unaweza ukakata, maana unagawanyika wa upande huu na upande huu. Kwa hiyo unaweza kufanya event mbili wakati mmoja. Lakini pia kama una watu wengi unaweza kufanya ukumbi mzima. The same play kama ulivyo Mlimani City, Mlimani City ina pattern tofauti nyingi zaidi. Yeah. Kuwepo na Nigeria ya harusi ya Jux. Tupe mastori kidogo. Nini kilinoga? Kilinoga unyama tu, si mwanetu kachukua jiko nini. Kwa hiyo shughuli ilikuwa unyama. Yeah, tulikuwa na traditional wedding siku ya kwanza. Alafu kama siku mbili baadaye tukaenda kwenye white wedding. Zote zilikuwa zina unyama sana na tulifurahi. Sisi tulibahatika kuchukuliwa kuwakilisha. Umetuwakilisha vyema? Si umeona mwenyewe, haujaona? Nimeona matukio. Tumewakilisha vyema. Kuanzia kwenye mavazi, hata mimi kwenye kuhost kama MC nimewakilisha vyema. Yes, nilikuwa na host na wa Nigeria wawili na mimi ni kama mmoja. Hongera sana, umelichukua ile jambo. Nashukuru sana mwanangu, nashukuru sana. Hata nafikiri kwa kunipoint mimi niwe sehemu ya shughuli ile, nafikiri pia alikopo atajua kabisa kwamba itachukuliwa kwa ukubwa wake pia. Na kweli imekuwa ni kubwa. Tunamshukuru Mungu, mimi nimekuwa sehemu ya hiyo pia. Jux anazidi kuondoka. Imefungua milango kwako, simu zimeanza kuita nyingi sana. Nataka kuonyesha simu yangu hapa. Zile +243 ziko nyingi sana. Yeah. Sawa. Nashukuru sana bro. Sasa. Asante sana.